Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kufuatilia Mshike Mshike. Una nafasi pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini ukurasa wetu wa michezo kwenye ukurasa wa Instagram ni Azam TV Sports. Usisahau kutuandikia maoni yako huko kwenye swali ambalo tumekuuliza na tutakuja kusoma maoni yako hapa moja kwa moja kupitia Mshike Mshike. Muda huu tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imetangaza rasmi mchezo wa watani wa jadi yani Simba na Yanga dabi ya Kariakoo kwenye mwendelezo wa Ligi Kuu ya NBC kupigwa Juni 15 mwaka huu Dar es Salaam. Ofisi ya mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasonge imesema kuwa mchezo huu namba 184 upo katika marekebisho ya kalenda ya Ligi Kuu iliyotolewa leo Jumanne yani Mei 6 mwaka 2025. Ule wa Simba na Yanga ambao ulikuwa uchezwe tarehe 8 ukaahirishwa na baadaye wenzetu wa Yanga hawakuridhishwa na matokeo hayo, wakaenda kasi wameamua. Kwa hiyo nao tumeupangia tarehe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba huu mchezo tumeupangia tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tarehe 15 ya mwezi wa 6 ndio tutacheza huo mchezo namba 184 wa Simba na Yanga. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba tumefanya mabadiliko ya ratiba. Msingi wake mkubwa kama nilivyozungumza ni Simba kuweza kufanikiwa kucheza finali ambao watacheza mechi mbili, wanaanzia ugenini wanakuja kumalizia nyumbani. Na sababu ya pili ni hizo sasa FIFA date, kwa maana ya zile mechi za World Cup qualifier ambazo zitafanyika kule mwaka 2026 katika nchi ya Marekani, Canada na Mexico. Kwa hiyo hizo sababu mbili zimepelekea kuweza kufanya hayo mabadiliko. Kwa hiyo tuna raundi ya 28, raundi ya 29 na raundi ya 30. Mara baada ya bodi ya ligi kupanga upya tarehe ya dabi ya Kariakoo ambapo Simba na Yanga zitakutana yani Juni 15 mwaka huu, meneja wa habari ya mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza namna walivyofurahishwa na kupangwa tena kwa ratiba hiyo na kuongeza kuwa timu yao inaendelea na maandalizi kuhakikisha kuwa inavuna alama 3 kwenye mchezo huo. Kwanza sisi tumefurahi sana Simba Sports. Tumefurahi mno kuona hii ratiba imetoka na mchezo umepangiwa tarehe. Sisi katika kitu tunachokitaka katika maisha yetu ni kucheza mpira. Kwa hiyo tukiona ratiba ya kucheza mpira imetoka, sisi tunajisikia fahari na faraja kubwa kweli kweli. Sisi kazi yetu ya kwanza inayotuweka mjini ni mpira wa miguu. Kwa hiyo ratiba ya mpira wa miguu ikitoka kwetu ni faraja kubwa mno. Imepangwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tunasubiri kwa hamu siku hiyo. Tunaanza maandalizi hivi sasa kuelekea siku hiyo. Tunasubiri tu hapa tuchukue ubingwa wetu wa Afrika na baada hapo tuanze maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 15. Itakuwa ni mechi nyingine, itakuwa ni mechi ya kutangaza ubingwa. Hivyo maandalizi yake yatakuwa babu kubwa na maandalizi yake yatakuwa makubwa. Na mimi naamini kabisa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutatakata tarehe 15. Ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imetangazwa na bodi ya ligi kwamba itapigwa tarehe 15. Sasa wakati hayo yanaendelea, tuangalie nini ambacho umetuandikia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tuliuliza swali huko na swali lilikuwa linahoji Juni 15 ni watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba kwa Mkapa. Mechi ya NBC Premier League, alama 3 zitakwenda Jangwani au Msimbazi. Swali lilikuwa linauliza hivyo, na muda huu tupitie maoni yako ambayo umetuandikia kupitia kurasa wetu Azam TV Sports. Huyu anaitwa Kinara akijiita hivyo, anasema kwa jinsi ninavyoona ligi inakwenda naona Simba atachukua pointi 3 kwa sababu ya game experience aliyoipata toka kombe la shirikisho. Lakini Masai Media anasema dabi haina mbovu wala aliye bora, ila kwa dabi hii lazima mwananchi alale kwa goli kuanzia 2. Nipo Mwamashimba, Mwanza, Tanzania. Lakini Samu Ali anasema alama 3 zitaenda Msimbazi. Wote hawa ni kama mtazamo yao inaelekeana. Tuangalie ukurasa mwingine baada ya kutazama Instagram Azam TV Sports na sasa ni Facebook. Anaitwa Ima Ezekiel anasema ubaya ubwela upo pote pote, lazima tulipize kisasi, wametufunga sana. Emmanuel Nyoni kutoka Ifakara Kibaoni. Lakini Richard Philip anasema hivi, wa kule Kisonge Tabora, hapa mnyonge ni mmoja tu aliyepigwa mara 4 mtawalia. Simba atakufa tena 2-0. Anasema wananchi hao ndo nyingine kama Muungano Camp 2.
Umemaliza hivyo, lakini maneno Emmanuel anasema mpira dakika 90, ngoja tusubiri siku ya mchezo, atakayejiandaa vizuri ndio atanufaika. Baada ya Facebook tuangalie ukurasa mwingine, na sasa ni X zamani Twitter. Azam TV TZ Zakaria John anasema pointi 3 zitabaki kwa mnyama Simba. Anasema tumejipanga vizuri sasa kuelekea dabi ya Kariakoo. Lakini Athmani Mgisa Simba damu anajiita hivyo, anasema kutoka kijiji cha Mwaru Singida Tanzania, mechi ni ngumu sana ndugu mwandishi, ila yote kwa yote mnyama ana uwezo wa kuchukua pointi 3 kwa sababu hata kubali kufungwa mara 5 mfululizo. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameandikwa na wadau wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, wakiwa wanatoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Muda huu niungane na Philip Mkine ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu kuweza kusikia kutoka kwake mtazamo wake, lakini pia maoni yaliyonayo kuelekea dabi hiyo na hicho ambacho kimefikiwa hivi sasa. Karibu sana. Tuko mzuri. Mambo yanaenda fresh kabisa. Naam, kama ulivyoona hapo, bodi ya ligi kupitia CEO wake Almas Kasongo, dabi tarehe 15. Kwa wapenda soka kwanza, kama wewe mdau wa soka, hili umelipokea vipi hasa kuelekea kwenye mchezo huo? Nafikiri ndio kitu ambacho mashabiki wengi wa soka walikuwa wanasubiri. Sio wa Tanzania tu, kwa sababu ukifuatilia kwenye mitandao utakuwa unaona paka nchi za nje watu wengine walikuwa wanafuatilia. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi walikuwa wanasubiri ya kwamba ni lini itapangwa. Na kama kuna kitu ambacho kilikuwa mashabiki wa soka walikuwa kinawaumiza ni hichi ya kwamba ni lini hiyo mechi itapangwa. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwenye hivyo jinsi ambavyo imetokea. Na ukimsikia Kasongo alivyokuwa anazungumza, alikuwa anazungumza kuonesha ya kwamba kilichopangwa ndio hicho ambacho kinatarajiwa kwenda kufanyika. Kwa sababu ni mechi ambayo kifuatilia ligi yetu ilivyo, ndio mechi ambayo inahusisha mashabiki wengi zaidi. Ukijaribu kuangalia namna ambavyo dabi inazungumzwa kuelekea mchezo huo, mbali na tarehe tayari kutangazwa, kila mmoja sasa amekuwa na maoni yake. Mfano, mmoja kati ya watu wa maoni hapo anasema Simba ana nafasi kubwa zaidi kutokana na uzoefu aliopata kwenye michuano ya kimataifa. Unaliona hilo pia? Hapana. Mimi ukiniambia hivyo nitakwambia mara nyingi dabi huwa hainaga mwenyewe. Kuna washabiki hapa wamesema kwenye dabi huwa hakuna ambao anajulikana kwamba nani anaweza akachukua ubingwa au nani anaweza akashinda hiyo mechi. Kwa hiyo nafikiri kitakachoamuliwa pale ni timu bora ambayo itakuwa uwanjani kwa dakika 90 za mchezo. Ukijaribu kuangalia kwa haraka kwa namna ambavyo kila mmoja amekuwa na muendelezo, kama kila mmoja akishinda cha kwake watakuwa na tofauti ya alama moja tu kabla hawajakutana. Yes, lakini mechi hii wengi wanaitazama ni kama mechi ambayo imebeba hatima ya nani atakuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC. Unaitazama hivyo pia, na pengine unaona nini kwenye hilo? Tofauti ile iko ya hapo nyuma na sasa ni kwamba ukiangalia ile ratiba kama vile mechi ziko karibu sana. Lakini ukiangalia ratiba pia inakuwa tight zaidi kwa Simba, kwa sababu Simba ukija ukimwangalia kabla hata haja kukutana na Yanga hapa nyuma kuna mechi ambazo lazima acheze. Ana mechi back to back na Singida, ana mechi na Pamba kesho kutwa. Yaani hauwezi ukaamua kwamba ile ndio inayoamua ubingwa mpaka mechi itakapochezeka. Kwa sababu wakati huo tunazungumza nawe pia hapa Philip, muda huu nizungumze ama niungane na mwandishi wa habari za michezo ama mtangazaji pia wa kandanda kutoka nchini Kenya, Jason Sagini, ambaye yeye Machi 8 mwaka huu alisafiri kutoka Nairobi kule Kenya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia mechi ya watani wa jadi Yanga na Simba kabla ya kuahirishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania baada ya tarehe mpya kutangazwa kuwa mtanange huu mkubwa sasa utachezwa Juni 15 mwaka huu. Wadau wa soka nchini Kenya wanasemaje? Sagini atarudi tena Dar es Salaam, lakini pia tusikie pia kutoka kwake kuhusiana na hilo, na muda huu tunazungumza naye. Sagini, karibu. Naam, asante sana. Ni furaha kubwa sana iliyoje leo kuweza kujumuika nanyi moja kwa moja kwenye kipindi chenu. Niseme asante na shukrani za dhati sana kwenu kuweza kunialika leo na kuzungumza nanyi hii leo. Lakini moja kwa moja kwenye mada ni kwamba binafsi nimepokea taarifa hiyo vizuri kwamba mechi itakuwa inachezwa hatimaye baada ya muda mrefu bila kuchezwa baada ya Simba kugomea mchezo. Lakini binafsi hapa nchini Kenya mechi hiyo pia mpokelewa kwa mikono miwili, kwamba tuko katika kujiandaa kwa debi la mashemeji weekend hii katika uwanja wa Kasarani, na ni katika mkondo wa pili wa debi ya mashemeji kati ya FC Leopards na klabu ya Gor Mahia. Lakini unapozungumzia vilabu vile Yanga na Simba mara mingi nchini Kenya ni vilabu vya kupigwa mfano, maana kwamba ni katika kule kujiendeleza lakini pia kuboresha soka la Kenya. Kwa hivyo kuna vitu vya kujifunza kutoka kwa Simba lakini pia klabu ya Yanga unapovitaja hapa nchini Kenya. Lakini binafsi kama mtu ambaye nilisafiri kuja Dar es Salaam mwezi Machi kuweza kuja kushuhudia debi lakini ikaahirishwa, niseme kwamba nimefurahi ndio, lakini bado na wasiwasi, maana kwamba huenda nikakosa kuja kwa mara hii, maana kwamba
labda huenda safari hii tukashuhudia Yanga ikiamua kugomea mchezo, maana kwamba wakufikia sasa wameshikilia kauli kwamba hawatocheza mchezo huu hadi pale watapatiwa alama 3, lakini pia magoli 3, yani walkover, maana kwamba wao walifika uwanjani siku ya tarehe 8 mwezi Machi, lakini Simba walikosa uwanjani tarehe hiyo. Kwa hivyo labda kuna ile wasiwasi kwamba labda huenda safari hii Yanga akaamua kugomea mchezo tofauti alivyogomea mchezo Simba tarehe 8 mwezi Machi. Lakini kwa ujumla ni kwamba hapa nchini Kenya debi hiyo tayari watu wameshaanza kuizungumzia, maana kwamba ya Tanzania wao wameshaanza kufanya marketing mapema ya dabi mwezi moja kabla ya dabi kubwa, mojawapo dabi kubwa hapa Afrika Mashariki na Kati. Sana ni Sagini huyo, mwandishi wa habari kutoka kule nchini Kenya nikizungumza naye. Shukrani, tutapata wasaa wa kuzungumza mengi. Sagini, kama umemsikia, alikuja tarehe 8 na alipokuja kwa ajili ya kushuhudia dabi ikaahirishwa. Sasa hivi ana hofu ya kuja tena kwa sababu anahisi kama pengine bado pia kunaweza kuwa kuna ugumu wa namna hiyo. Hali inapokuwa hivi ni kama bado watu wana wasiwasi kwamba pengine dabi itapigwa au haitapigwa. Hii haiwezi kuathiri mchezo kwa namna moja ama nyingine kwa uzoefu wako? Inaathiri kwa sababu umeshamsikia ni mtu ambaye alitumia gharama zake akaja mpaka Tanzania. Sasa hivi ana wasiwasi wa kuja, lakini nafikiri mpaka mamlaka zimetoa tena ratiba na kulikuwa kuna vikao vya hapa na pale vikihusisha serikali, vikihusisha TFF, bodi ya ligi, nafikiri lazima kuna mambo ambayo yameshakaa sawa, ndio maana wameshakubali ya kwamba mechi ipo. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi sana na hiyo dabi kuwepo. Naamini ya kwamba mechi itakuwepo kama kawaida. Shukrani sana. Tuendelea pia kujadili mengi zaidi japo hatujasikia bado kwa upande wa Young Africans kutokana na kile ambacho ulikitoa kwenye wakala wako wa mwisho. Bana, tuendelee kutazama mengine. Mafahari wawili wa ligi kuu ya Hispania Liga Barcelona watakuwa na kibarua kizito kuwakabili Real Madrid kwenye dabi ya El Clasico. Mchezo huu utaruka mbashara kwenye kisimbuzi cha Azam TV katika chaneli ya Azam Sports 4 HD. Baadhi ya wadau wa soka hapa nchini wameonekana wakiwa na maoni tofauti kuelekea mchezo huo. FC Barcelona ameonekana akishinda mara nyingi sana kuliko Real Madrid. Japo Real Madrid bado ina nyota ambao wanaweza wakafanya makubwa. Lakini katika kitu ambacho kimekuwa kikisumbua Real Madrid kwa hivi karibuni ni eneo lao la ulinzi. Wanaweza wakafunga magoli, lakini kile ambacho kinakuja kutokea ni namna ambavyo wao wanashindwa kuzuia FC Barcelona kuweza kupata magoli. Lakini hilo linakuwa ni ngumu zaidi baada ya kuumia kwa Anthony Rudiger ambaye ameonekana akiwa ni muhimili mkubwa katika eneo zima la ulinzi wa Real Madrid. Unajua Madrid ina majeruhi kubwa. Wanamkosa mtu kama Dan Carvajal ambaye amekuwa yupo kwenye mchezo. Lucas Vazquez wote tunajua sio bek namba 2, ni kiungo mshambuliaji lakini pia ni winga. Kwa hiyo anapokuwa kwenye ile eneo amekuwa na makosa mengi. Antonio Rudiger kwenye msimu bado hajana outstanding, amekuwa na makosa mengi ambao mara nyingi Raul Asensio ndiye anakuwa anayaziba. What if Raul naye anakuwa yupo kwenye kile kiwango? Lewandowski atakuacha. Rafinha atakuacha. Amekuwa na kiwango kizuri sana Barcelona na unampa nafasi ya kufanya vizuri. Kimtazama Barcelona kwenye michezo mitano ya mwisho kwenye michuano yote amepata sare mchezo mmoja tu, ameshinda 4. Lakini ukimtazama Real Madrid kwenye michezo mitano amepoteza 2 na kushinda michezo 3. Na hata kwenye msimamo hawajatofautiana sana, ni alama 79-75. Kwa maana utakuwa ni mchezo mgumu kweli. Real atahitaji kushinda ili kufikisha alama 78 akaribiane kidogo na Barcelona, lakini pia Barcelona naye atataka endelee kuongeza upana wa alama ili ajihakikishie kuchukua ubingwa. Lakini si muandareti sana Real Madrid kwa sababu nafahamu ni mchezo wa dabi na top player ambao wako nao pale, lakini pia mwalimu Carlo Ancelotti ni mwalimu mwenye mbinu nzuri sana, ingawa sasa hivi inaonekana kama vile amekuwa na ubutu huo. Huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. KMC imeiomba bodi ya ligi kuhamisha mchezo wake wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba Sports Club uchezwe Dar es Salaam badala ya Tabora kama ilivyokuwa hapo awali. Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo amesema wamepokea ombi hilo la KMC leo asubuhi na wamekubali mara moja. Mchezo wa KMC na Simba hapo awali tulipokea barua ya kutoka KMC wakitutaarifu kwamba mechi yao wameamua kwenda kucheza katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kwa mazingatio ya kanuni ambayo inatoa ruksa kwa michezo miwili kwa klabu chochote kinachocheza ligi kuu ya NBC kuweza kuchagua uwanja ndani ya siku 20 na moja. Kwa hiyo awali baada ya kukaa KMC wakaamua kwenda kucheza Tabora,
lakini leo tumepokea barua kutoka kwa KMC wakibatilisha uamuzi wao wa huo mchezo kuchezwa Tabora na kutuandikia kwamba wameamua kwa kauli moja huo mchezo kurudisha Dar es Salaam katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo unaweza ukaona hata jana kuamkia leo wakati tunajiandaa kutoa ratiba yetu ilijielekeza kwamba mchezo utachezwa Tabora kwa sababu ya taarifa za awali za timu ya KMC, lakini leo asubuhi tumepokea hiyo barua ya kutuonyesha kwamba kama KMC kama timu wamekaa and then wamefanya maamuzi ya kutoa Tabora na kurejesha hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mchezo utachezwa pale katika uwanja wa KMC tarehe 11 mwezi huu wa 5 katika uwanja huu wa KMC kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio taarifa mpya ambayo tayari tumeshavifahamisha vilabu vyote viwili, tushawafahamisha wadau wote wahusika katika huo mchezo. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wadau wote watakuwa wamezipokea hizo taarifa na watakuwa wanajielekeza katika maandalizi ya kucheza katika uwanja wa KMC badala tena ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Ni Almas Kasongo, CEO wa Bodi ya Ligi Tanzania, akizungumza kuhusiana na hatua hiyo ambayo imechukuliwa na KMC. Tutakuja kuzungumza hapo baadaye na afisa habari wa kikosi hicho kusikia kutoka kwake kuhusiana na hatua hiyo ambayo wameifikia hivi sasa na pengine kutaka kufahamu zaidi nini hasa kimewasukuma kufanya hivyo. Wakati mambo yanaendelea kasa muda huu, tutazame taarifa nyingine. Klabu ya Simba inaendelea na maandalizi ya kuikabili Pamba Jiji FC Alhamisi ya Mei 8 mwaka huu katika mchezo wa ligi kuu ya NBC kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweka wazi uwepo wa mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo huo kutokana na kukabiliwa na ratiba ngumu za michezo inayofuata. Hivi sasa tunacheza direct football. Tunachukua mpira, tunakwenda straight kwa mpinzani kwenda kutafuta bao, kwa sababu wachezaji hivi sasa hawana energy ya kucheza kwa muda mrefu, ya kumiliki na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo na mechi dhidi ya Pamba Jiji formula ni ile ile. Mwalimu atafanya mabadiliko kidogo kwenye kikosi chake, lakini staili yetu itakuwa ni ile ile ya kutoka langoni kwetu na kwenda kumtafuta mpinzani. Ukiangalia mechi kama ya jana dhidi ya JKT Tanzania, tumetengeneza nafasi nyingi sana kwenye mchezo ule. Ni basi tu matumizi ya nafasi hayakuwa mazuri, lakini nafasi zilitengenezwa nyingi, na hii ndio ile ambayo nakwambia direct football, yani unatoka golini unafika moja kwa moja kwa mpinzani. Kwa hiyo maandalizi yameshaanza. Mara baada ya kumalizana na JKT Tanzania, tukarejea kambini, tukaanza maandalizi, na hii leo tumeendelea na program ya mazoezi. Tutafanya mazoezi leo na kesho, na tarehe 8 tutaamkia uwanja KMC kwenda kuwakabili Pamba Jiji Football Club. Ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, akizungumza kuelekea mchezo huo. Tutazame Pamba sasa, ambapo kikosi hicho kipo tayari hapa Dar es Salaam kikijiandaa na mchezo wake wa ligi kuu NBC dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Timu hii imesema kuwa inajiandaa kupata ushindi, ambapo Pamba Jiji pia hivi sasa itakuwa mgeni wa Simba kwenye mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa KMC Complex Alhamisi ya Mei 5 mwaka huu. Kocha msaidizi wa timu hiyo Mathias Ondiba amesema wanajiandaa kuhakikisha wanavuna alama 3. Tumekuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu muhimu dhidi ya Simba. Tunajua tunakabiliana na timu nzuri, timu ngumu, timu yenye wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kwamba kikubwa ni kwamba sisi kama technical bench tumeandaa wachezaji wetu kutokana na ukubwa wa mchezo. Kwa hiyo kisaikolojia, kiakili, naamini kwamba kila kitu kiko tayari, lakini kimaandalizi ndani, kiufundi, kila kitu, naamini kwamba kama sisi technical na wachezaji, naamini focus yetu kwamba ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo. Ukiangalia tumebakisha michezo 4. Kwa hiyo michezo yote kimsingi tunahitaji kupata matokeo mazuri ili tuweze kukaa katika nafasi nzuri. Kikubwa mashabiki sisi tunaahidi kwamba tumekuja kushindana, tumekuja kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumesafiri safari ya mbali, kwa maana kwamba lazima tuje kufanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa sisi kama technical bench na wachezaji na uongozi kwa ujumla, matumaini yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika michezo yote iliyobaki. Kwa hiyo mchezo wa Simba ni mchezo muhimu kwa sababu kwanza tunakutana na timu ambayo ni bora, timu nzuri, na sisi tuna wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kwamba mechi itakuwa mechi nzuri ambayo naamini kwamba inahitaji mashabiki wetu pia wajitokeze kwa wingi kuja
kuishabikia timu yao. Naamini kila kitu kinawezekana kwa maandalizi tuliyofanya. Kwa hiyo kikubwa niseme kwamba ni watoe hofu na mwisho wa siku wajitokeze kwa wingi. Kwa hiyo naamini kwamba tutakuwa na mashabiki wengi katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo waje kwa kutupa support, naamini vijana watafanya kila linalowezekana na kuhakikisha kwamba tunapata alama katika mchezo huo. Pamba Jiji hawa wakizungumza kuelekea mchezo wao dhidi ya mnyama Simba. Je, unafahamu kuwa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara kuna ligi zingine 5 ndani yake? Moja ya ligi hiyo inahusisha Pamba Jiji na wekundu wa Msimbazi Simba. Tumezungumza na mchambuzi wetu wa Bisai Steven Junior kufahamu kuhusiana na ligi hizo ndani ya ligi kuu ya NBC. Ligi kuu ya NBC Tanzania hapa ilipofika ina ligi 5 ndani ya ligi moja. Ligi ya kwanza ni ligi ambayo timu mbili zinawania ubingwa, klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Utofauti ni alama 7, lakini Simba ana michezo miwili ya kuitafuta michezo 26 ya Yanga. Kwa hiyo tarehe 8 kwa maana ya siku ya Alhamis atacheza mchezo dhidi ya Pamba. Akitoka hapo atacheza mchezo dhidi ya KMC tarehe 11. Hapo atakuwa amefikisha michezo 26 sawa na Yanga. Ikitokea na shinda yote ni michezo miwili. Hivyo tofauti wake na Yanga utakuwa alama 1. Na hii ni ikitokea atashinda yote miwili. Kwa tayari unaweza kuona hii ni ligi moja kwenye ligi nyingine. Lakini ligi ya pili ni nafasi ya 3 na ya 4. Azam FC alama 54, alama 53 upande wa Singida Black Stars. Kwa nini naita hii ni ligi nyingine? Kwa sababu hapa inatakiwa timu moja iungane na bingwa CRB Federation kuwakilisha Tanzania kwenye kombe la shirikisho. Kikanuni bingwa wa Federation kule ataenda moja kwa moja, lakini watarudi huku kutafuta timu nafasi ya 3. Kwa hiyo utofauti ni alama 1. Ikiwa nafasi ya 4 inabidi uombee bingwa wa ligi huyu ndio awe bingwa wa shirikisho. Kwa maana ikitokea Simba ni bingwa wa ligi, ikitokea Yanga ndio huyo awe bingwa kule. Ili kuwe uwakilishwa kule usiwe na faida, aje achukuliwe timu ya 4. Kwa sababu bodi imeweka hiyo kanuni kwa ajili ya kutafuta timu shindani. Kwa hiyo lazima utafute uhakika wa kuwa wa 3 kwanza. Hii ni ligi ya pili. Lakini ligi ya 3 ni timu ambazo zinataka zisiwe kwenye pressure ya kushuka. Zenyewe zipo, hata ikitokea zinashinda michezo, haziendi kwenye ubingwa, haziendi kwenye kimataifa wala hazishuki. Hapa ndipo tunataja Tabora na alama 37, inakuja Dodoma Jiji 34, inakuja JKT 32, inakuja Coastal Union ina 31, inakuja Namungo pia ina 31. Zinataka zikishinda maintain hizi nafasi, lakini hazina hofu. Hiyo ni ligi ya 3. Ligi ya 4 ndio tunakuja kwenye pressure ya Pamba Jiji pamoja na Tanzania Prisons. Hawa wapo kwenye njano kwa maana ya mstari wa playoffs. Kwa hiyo na wenyewe wasipopata matokeo mazuri watakuwa na michezo ya kuwania aidha kusalia au wakifungwa washuke kwenda championship. Kwa hiyo hii ni ligi inaongeza ugumu. Ligi ya mwisho kabisa inabaki kwenye timu moja ambayo ni Kagera Sukari, kwa sababu Ken Gold na alama zake 16 ameshatangazwa kushuka. Alama 22 za Kagera Sukari na michezo 27. Ikitokea na shinda yote atakuwa na 31. Kama wenzake watapoteza atakuwa na nafasi ya kubaki au kucheza playoffs. Lakini ikitokea atapoteza mchezo atabakisha miwili, alama 26. Itakuwa 28, na kama Prisons ataifunga Coast basi Kagera atatangazwa kushuka daraja. Kwa hiyo hizi ni ligi 5 ndani ya ligi moja. Inasadiki kabisa ligi kuu NBC ni ngumu kiasi hiko. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes imeondoshwa rasmi kwenye fainali za Afrika chini ya umri wa miaka 20 zinazoendelea hapa mjini Ismailia nchini Misri, lakini pia kwenye mji wa Cairo baada ya kupoteza goli 1-0 dhidi ya Zambia leo usiku kwenye uwanja wa Suez Canal Authority hapa Ismailia. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Ngorongoro Heroes imepoteza michezo 3 mfululizo kwa goli 1-0, ikipoteza dhidi ya Afrika Kusini, dhidi ya Sierra Leone na leo dhidi ya Zambia, hivyo kubakisha mchezo mmoja tu wa kukamilisha ratiba baada ya kuanza vibaya mashindano haya. Itakamilisha ratiba dhidi ya Misri. Mimi ni Gift Alex Macha, niko hapa. Nimezungumza na kocha mkuu Charles Boniface Mkwasa ambaye yeye pamoja na mambo mengine amesikitika na namna ambavyo waamuzi wamekuwa wakiamua michezo ambao wamekuwa wakishiriki hapa, lakini pia akikiri uwepo wa changamoto katika eneo la ushambuliaji. Tunaandaa timu kwa kutumia gharama kubwa, au timu inaandaliwa federation inatumia gharama kubwa, timu inatoka safari ndefu, lakini ukija hapa officials wanakuwa against na sisi hatujui kwa sababu gani, lakini kufunga tumepata chances, lakini sometimes tunakuwa demoralized na
na waamuzi kwa maana referee. Sasa hatujui what's the reason, na katika maandalizi yetu ambayo tuko nayo ni kwamba tuweza kupata muda wa hata mechi za kimataifa ambazo zinaendana na hizi mechi, na tumekuwa tukifanya mazoezi kuangalia matatizo ambayo yanajitokeza, lakini timu inaonekana inacheza, lakini bahati mbaya katika scoring ndio inakuwa tatizo. Sasa kikubwa ni kwamba pengine wachezaji wana lack confidence ile ya kufanya scoring na kuwa na hofu kubwa. Kwa hiyo unapokuwa na hofu, sometimes concentration inakuwa inapungua. Naam, imekuwa siku mbaya kwa Watanzania kufuatia Ngorongoro Heroes kuondoshwa kwenye fainali hizi za Afrika chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni mwendelezo baada ya kikosi cha Serengeti Boys nacho kuaga kwenye mashindano ya Afrika kwenye hatua pia ya makundi. Kunani vijana wa kiume katika mashindano haya ya Afrika? Ni swali ambalo tutabaki tukijiuliza, lakini Ngorongoro Heroes inabakia na mchezo mmoja wa kukamilisha ratiba siku ya Ijumaa dhidi ya wenyeji Misri. Hii ni Ismailia, mimi ni Gifty Alex Macha, na hapa ni Azam Sports. Baada ya Gifty Alex Macha kutujuza kuhusiana na hilo, nizungumze pia na Philip Nkini hapa, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, hasa kutokana na kile ambacho kimezungumzwa kwanza na kocha Charles Boniface Mkwasa. Tumeona wamepoteza tayari michezo yote iliyotangulia kwa maana ya mitatu. Hatma ya kikosi hicho Ngorongoro kwenye michuano hii inaishia hapo, watakamilisha ratiba, lakini kocha anasema hawaridhishwi na kile ambacho kilikuwa kinafanywa na waamuzi. Hii unaitafsiri vipi? Ni kweli umekiona hicho kwenye kufuatilia michezo hii, ama pia uwezo na ubora walizidiwa Ngorongoro hasa kwenye ushiriki wao kwenye kundi lao? Nafikiri kocha amezungumza vitu vitatu. Amezungumza kutokutendewa haki na waamuzi, lakini akasema wachezaji wake wamelack confidence, lakini akasema hawakuwa na maandalizi sahihi. Nafikiri haya mawili ya mwisho nafikiri ndio mambo mazuri ya kuyachukua. Yaani kama hatukujiandaa vizuri, nafikiri iwe ni somo kwetu, tuende mbele tujiandae vizuri zaidi. Lakini kama wachezaji wetu hawana confidence, ina maana kuna sehemu hatukuwatengeneza vizuri kuwa na hiyo confidence. Nafikiri haya mawili ya mwisho yanaweza akatupeleka sehemu nzuri zaidi. Niliangalia mechi mbili za mwanzo zile ambazo Ngorongoro walicheza. Ni makosa madogo madogo. Sikuona mimi kosa lolote la muamuzi. Nafikiri kuna makosa madogo madogo tu ya kiuchezaji ya wachezaji wetu. Tukubali ya kwamba hawajafika kwenye ile level ambayo labda tulikuwa tunahitaji wafike. Tuendelee kuandaa vizuri, tusiwakatishe tamaa, tuamini ya kwamba hapo mbele wanaweza wakafanya kitu kikubwa zaidi. Tuliamini kwenye Serengeti Boys, nao wakaenda wakatoka, kwa sababu target yao walienda ni ili wafike nusu finali ili waende World Cup. Tukaamini kwenye Ngorongoro, nao wameenda wamepoteza. Nafikiri tuanze sasa kujitengeneza vizuri zaidi kwa ajili kuelekea kwenye national team yetu kwa ajili ya AFCON na CHAN ambazo zinakuja. Awali ilikuwa ni mtihani kidogo hizi timu zetu kushiriki michuano hii, AFCON, WAFCON na mingine. Kukawa kuna furaha kubwa sana mwishoni mwa mwaka uliomalizika na hata pia mwanzoni mwa mwaka huu baada ya timu nyingi za vijana kufuzu kushiriki michuano ya AFCON, WAFCON na mingine, kwa maana kombe la mataifa kwa upande wa Afrika. Lakini kizingiti kingine ni hiki. Tunafuzu, tunaenda, ila hatufiki mbali, tunarudi. Maandalizi yanayozungumzwa hapa ni yapi? Ukiacha yale ya kufanikiwa kuingiza timu nyingi kwenye ushiriki wa michuano ya kombe la mataifa, ni kama kuna kizingiti kingine cha kuishia makundi na kurudi. Unajua kuanzia AFCON ya mwaka 80 sisi hatuvuki hatua ya makundi kwenye timu ya taifa. Tumeenda back to back hapa katikati, lakini bado tunaishia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo nafikiri kama somo si tungelianzia. Hapo umeitoa senior team. Hiyo ni senior team naizungumzia mimi. Naizungumzia senior team wakati inaingia AFCON. Yaani kwenye kipindi chote ambacho imeenda AFCON haivuki hatua ya makundi. Kwa hiyo hii nafikiri ni sehemu ya sisi ya kujifunza. Ukiwaangalia mfano mimi nilikuwa nafuatilia Sierra Leone ambao walitufunga goli 1-0. Walicheza mechi nyingi sana za kirafiki za kujipima nguvu. Sina imani kama sisi tulifanya hivyo. Lakini pia nilikuwa naangalia Misri wenyewe ambao ni moja ya timu ambayo inatajwa kwamba itafanya vizuri sana kwenye mashindano. Nao walijiandaa, walikuwa vizuri sana kwenye maandalizi yao. Nafikiri kuna sehemu sisi tunakosa. Baada ya kufuzu kama vile tunahisi tumeshamaliza kazi fulani hivi. Tunatakiwa tufanyie kazi hapa sasa kwenye maandalizi yetu ya kikosi. Bwana, shukrani sana Philip Nkini. Philip anasema yeye target sasa hivi inabidi ibadilike, sio tu kufika makundi, ibadilike iende mbali zaidi, pengine tukafika huko. Shukrani sana Nkini. Asante. Naam, mbali na hilo tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Kikosi cha Kagera Sugar kimeendelea na maandalizi ya michezo yake mwisho ya ligi kuu ya NBC, na uongozi wa kikosi hicho umesema kuwa bado wanayo matumaini ya kuchukua alama 9 na hatimaye kusalia ligi kuu.
Mapema juma lijalo kikosi hicho kitakuwa Kaitaba mjini Bukoba kualika Mashujaa kabla ya kwenda kukamilisha msimu huu wa ligi kuu kwa mechi 2 za ugenini. Benson Eustace anaarifu zaidi. Baada ya mapumziko ya takribani wiki 2 ya kikosi cha Wanankurukumbi Kagera Sugar, sasa wamerejea tena kambini na kufanya mazoezi yakiwa ni maandalizi ya mechi 3 ambazo zimesalia, wakianza na mechi ambayo itachezwa tarehe 12 katika uwanja huu wa Kaitaba mjini Bukoba kati ya Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa FC kutoka Kigoma. Tumepata muda wa kutosha wa kufanya maandalizi tukiwa tunajua kwamba tumebakiza mechi 3 za jasho na damu, tukianza tarehe 12 na Mashujaa. Kwanza tumshukuru Mungu kwamba vijana wote wana afya ya kutosha, wana hali, wana nguvu. Nafikiri baada ya kuona na mazoezi yaliyomalizika umeona kwamba timu ipo kwenye hali gani. Kama wachezaji tuko vizuri bado, kama timu hatujakata tamaa bado, tunaamini lolote linaweza kutokea kwa sababu mechi zilizobaki ni 3, pia tunaweza kufanya chochote kwa hizo mechi. Kwa hiyo kama wachezaji tuko vizuri na maandalizi yetu yameenda vizuri hapa. Tuko uwanja nyumbani. Kwa hiyo bado tuna morali ya kufanya vizuri katika hizo mechi zilizobakia. Na naamini kwa maandalizi ambayo tunafanya kwa uwezo wa Mungu tutafanya vizuri hizo mechi zilizobakia. Mashabiki ni mchezaji wa 12 wa timu yoyote ile ambayo inacheza nyumbani. Kwa hiyo ni waombe sana wawe na sisi kwenye furaha na kwenye mitihani. Huu ni msimu wa 20 wa Kagera Sugar katika ligi kuu Tanzania. Haupaswi kuisha kwa ubaya. Tunapaswa kupambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri wao kuja na kutoa support kwa timu yao, kwa sababu timu zote zinakuja kucheza hapa ni kutokana na Kagera Sugar. Mchezo wa Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa ambao utachezwa tarehe 12 Mei mwaka huu katika uwanja huu wa Kaitaba utakuwa ni mchezo wa mwisho kwa timu hii ya Kagera Sugar kuutumia uwanja huu wa Kaitaba katika msimu huu wa ligi kuu 2024-2025, na mechi nyingine zilizosalia mechi 2 Kagera Sugar itachezwa ikiwa ugenini. Benson Eustace, Azam Sport, Bukoba, Kagera. Baada hilo tutazamia Namungo sasa, ambapo timu hiyo imejichimbia mjini Dodoma ikijinoa chini ya kocha wake Juma Mgunda kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Young Africans utakaochezwa Mei 13 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Akizungumza na Mshike, kocha Mgunda amesema anafahamu wanakwenda kucheza na timu nzuri, lakini hiyo si sababu ya wao kupoteza mchezo huo. Mwanamchezo wetu Joyce Mwakalinga anaarifu zaidi. Ni wauaji wa kusini au Southern Killer Namungo FC wakijinoa katika uwanja wa John Melini kwa ajili ya kuwakabili mabingwa watetezi katika ligi kuu ya NBC. Kocha wa timu hiyo Juma Mgunda anaelezea hatua waliofikia na maandalizi yao kwa ujumla. Mechi ya kucheza na Yanga kwenye Premier League si kwamba imekuja kwa bahati mbaya. Ni mechi ambayo iko kwenye ratiba. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na Yanga, tunawaheshimu Yanga, tunawaelewa ni Yanga ni timu ya aina gani. Kwa hiyo na mahitaji yetu ni nini kwa Yanga. Kwa hiyo maandalizi mazuri kwenda kucheza na Yanga ni kitu ambacho kwa timu yoyote ile inapocheza timu kama na Yanga na lazima ujiandae vizuri. Kwa hiyo tunajiandaa vizuri kucheza na Yanga, kwa hiyo itakuwa ni mechi ya ushindani, ni mechi ya kutafuta alama yenye mahitaji tofauti. Wao wanahitaji alama kutoka kwetu ili waendelee kuongoza ligi, na sisi tunahitaji alama kutoka kwao ili tuweze kujiweka vizuri katika mazingira mazuri ya ligi ambayo inakwenda mwishoni. Kwa upande wake kapteni wa timu hiyo Jacob Masawe yanasema maelekezo ya walimu ndiyo yatakayoendelea kuwaweka katika nafasi nzuri. Kubwa ambalo liko mbele yetu sasa hivi ni mechi ya Yanga. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaendelea na maandalizi mazuri, tunapata maelekezo mazuri kutoka kwa walimu wetu, na imani yangu kubwa kwamba tutakwenda kufanya vizuri. Kwa sasa Namungo FC ipo nafasi ya 9 baada ya kucheza mechi 27 na kupata alama 31. Imepata ushindi mara 8, imetoka sare 7 na kupoteza mara 12. Namungo imefunga magoli 23 na kuruhusu magoli 33. Ni dakika 90 za mchezo ambazo matokeo yake yataandika historia kwa mashabiki wa soka na wa Tanzania kwa ujumla. Mei 13 mwaka huu sio siku ya kawaida, ni siku ya kufanya maamuzi. Je, Namungo watatengeneza historia hiyo au Yanga wataendelea kutetea ubingwa wao? Majibu yatapatikana katika dimba la KMC jijini Dar es Salaam. Joyce Mwakalinga, Azam Sports, Dodoma. Naam, tupate mapumziko mafupi, tutarejea kwa ajili ya kujuzana mengi kwenye Mshike. Usiondoke.
Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Uwanja wa Tanzanite kwa Raha uliopo Babati Manyara upo tayari kwa ajili ya kipute cha nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaozikutanisha Simba dhidi ya Singida Black Stars mwishoni mwa mwezi huu. Helen Kawicha anaarifu zaidi kutoka huko. Azam Sports imefanya mahojiano maalumu na meneja wa uwanja wa Tanzanite kwa Raha ili kujua maandalizi ya uwanja na miundombinu yote kuelekea mtanange huo. Pichi ni nzuri, lakini pia miundombinu tunazidi kuiweka salama kabisa kuhakikisha inakuwa ni miundombinu ambayo inakuwa ni faida kwa watazamaji, lakini pia kwa yeyote ambaye anakuja kutumia uwanja huu wa Tanzanite kwa Raha. Ni mchezo mzuri ambao utaenda kupigwa katika uwanja huu hapa. Pichi ni nzuri, lakini pia mandhari ya uwanja na mandhari ya mji wa Babati ni mazuri. Hali ya hewa ni nzuri kwa kila mtu ambayo ataweza kufika mjini Babati hapa. Kwa hiyo ni mazingira ambayo ni rahisi kwa mtu yeyote ambaye anatoka sehemu yoyote kuja kushuhudia nusu finali hii hapa kati ya Simba na Singida Black Star. Maandalizi ya miundombinu kwenye uwanja yako vizuri kabisa pia, ambayo ni favorable kabisa kwa mtu yeyote ambaye ataweza kufika. Ulinzi utakuwa umeimarishwa zaidi kwa sababu bado tunazidi kufanya vikao tofauti kuhakikisha, kwa sababu ugeni utakuwa ni mkubwa sana, watu watakuwa ni wengi, kwa hiyo ulinzi utakuwa ni mkubwa zaidi. Mageti yote yatafunguliwa, lakini pia yanatosha kabisa kuhakikisha watu wanaingia na kutoka kwa usalama mkubwa zaidi. Kwa upande wake, afisa michezo halmashauri ya mji wa Babati amesema halmashauri hiyo imejipanga vilivyo kuwa mwenyeji wa nusu fainali hiyo. Sisi kama serikali na kama halmashauri tumejipanga kupokea hii nusu fainali ya pili baina ya Simba na Singida Black Stars. Tumeanza kurekebisha bajeti zetu za ndani ili tuweze kuboresha miundombinu ambayo inatakiwa kwa mujibu wa maelekezo ya bodi ya ligi. Nusu fainali hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB itapigwa hapa kwenye dimba hili la Tanzanite kwa Raha. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Kule Kenya, dabi ya mashemeji kati ya Gor Mahia na AFC Leopards itakayochezwa Mei 11 mwaka huu ni mtanange mkubwa unaozikutanisha timu hizo mbili zenye mvuto zaidi katika soka la Kenya. Pambano hilo linabeba ishara ya mahusiano ya kijamii na kitamaduni katika taifa la Kenya. Mwandishi wetu Hassan Mvula amefanya mahojiano na mlinda mlango wa zamani wa kimataifa wa Tanzania Ivo Mapunda ambaye mwaka 2015 alisajiliwa na Gor Mahia ya Kenya. Kwanza anaanza kwa kutueleza namna anavyoifahamu dabi hiyo. Dabi ya mashemeji Kenya actually inakuwa ni dabi ambayo ni kubwa. Sehemu yote ile, kwenye ligi yote au nchi yote ile, lazima kunakuwa na timu mbili ambazo zinakuwa ni wapinzani. Kwa hiyo kwa Kenya ni FC Leopard na Gor Mahia. Ni dabi ambayo inakuwa ni kubwa sana, ukiachilia mbali hii dabi ya kwetu hapa Tanzania, Dar es Salaam, lakini dabi nyingine ambayo mimi nimecheza ni ya Kenya. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa sana kama ambavyo timu zetu za hapa Simba na Yanga inavyokuwa. Kule maandalizi yanakuwa ni makubwa na yanakuwa ni maandalizi ya kipekee kwa sababu ni timu ambazo kwanza zinataka kuweka heshima kwa mashabiki lakini pia kwa nchi. Na katika dabi ambazo mimi nimezicheza zilikuwa ni dabi kubwa sana kiasi kwamba mpaka watu wanauana. Kwa hiyo kwa mfano kama Gor Mahia ikishinda, ina maana mji wote ule Nairobi inakuwa ni Gor Mahia. Kwa hiyo watatamba mji mzima. FC wakikuona huko mtaani labda unawakejeli, basi unapigwa mpaka kiasi kwamba yani unakuwa mahututi. Kwa hiyo nakumbuka kuna dabi ambayo alishinda Gor Mahia. Ivo Mapunda, mlinzi wa zamani ama kipa wa zamani wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kampuni ya Azam Media Limited imeshinda tuzo ya kituo bora cha uzalishaji wa maudhui ya ndani na ukuzaji wa michezo kwenye tuzo za Samia Kalamu zilizofanyika usiku wa jana Jumatatu Superdome, Dar es Salaam. Tuzo hiyo pamoja na zawadi nyingine imekabidhiwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kupokelewa na afisa mtendaji mkuu wa Azam Media Limited divisheni ya maudhui na utangazaji. Tuzo inayofuata kituo bora cha uzalishaji maudhui ya ndani na ukuzaji wa michezo. Na mshindi ni Azam.
Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana, na hapo ni wakati zawadi ikikabidhiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwake Patrick Emeli ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa divisheni ya maudhui na utangazaji. Tutazame na hili. Shirika lisilokuwa la kiserikali la Sports Development Aid SDA limetoa mipira 585 ya michezo mbalimbali kwa shule za sekondari 117 za mkoa wa Lindi. Mipira hiyo ina thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 35, lengo likiwa ni kuunga mkono jitihada za serikali ya Tanzania kuinua michezo. Omar Mikoma anaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa kukabidhi mipira hiyo, mkurugenzi wa shirika hilo amesema kuwa licha ya kuunga juhudi za serikali katika kukuza vipaji vya michezo nchini, shirika hilo limeona litumie michezo kama nyenzo ya kuhamasisha wanafunzi kuhudhuria shule na kufanya vizuri kimasomo. Tumejikita katika kutoa mafunzo ya michezo ya muda mfupi kwa walimu wa shule za mradi sekondari 117, matamasha ya michezo na vifaa vya michezo ili kuhamasisha wanafunzi kuhudhuria shule na hatimaye kufanya vizuri katika mitihani yao. Shule ya sekondari ya Mkonge iliyopo hapa manispaa ya Lindi ni moja kati ya shule ambazo zinaenda kunufaika na mipira hii. Nimezungumza na mwalimu wa michezo wa shule hii pamoja na wanafunzi, na hapa wanaeleza namna ambavyo itaenda kuwasaidia. Katika shule yetu tulikuwa tupatia changamoto katika mchezo wa netball kwa sababu tulikuwa hatuna mipira. Mimi nacheza basket kwa ajili nataka kwa mchezaji mkubwa. Sichezi basket kufurahisha watu. Mimi nataka ni mchezaji mkubwa kama LeBron James, Kevin Durant. Na kwa jinsi ninavyokazia inawezekana. Kwa hiyo nilikuwa ninashauri pamoja na wenzangu tujitahidi kwenye michezo. Nidhamu za wanafunzi wengi hapa zimebadilika kutokana na ile elimu ambayo wanaipata kule kwenye ile club, ambayo baadaye wanakuja wanaelimishana wenyewe, wanajua kipi ni kibaya, kipi wakifanye. Kwa hiyo wengi unakuta wanafunzi wanajitahidi sana kushiriki katika michezo kutokana na yale ambayo wanayaona wenzao wakiwa wanayafanya katika ile klabu ya Sport Development Aid. Kwa mipira hii yote, yani budget yetu ya UMISETA karibia mmeikava kwa sehemu kama robo hivi mmeikava. Kwa hiyo kwa mwaka huu nadhani najipanga kuchukua ushindi namba 1 kitaifa. Kutoka manispaa ya Lindi hapa mkoani Lindi, mimi ni Omar Mikoma na hii ni Azam Sports. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku. Asante na kwaheri.